sura ya 9 mstari wa 32 hadi 34. Mathayo sura ya 9 mstari wa 32 hadi 34 inasema namna hii: hata hao walipokuwa wakitoka, tazama, walimletea mtu bubu mwenye pepo, na pepo alipotolewa yule bubu alinena. Makutano wakastaajabu, wakasema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Lakini Mafarisayo wakasema, kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Kwa Biblia inasema Yesu alipokuwa akifanya ile huduma yake, kuna wakati alipelekewa mtu ambaye huyo mtu alikuwa ni bubu, na Yesu alipompokea yule bubu akamfanyia huduma, akamponya yule bubu, akamuondolea ububu wake. Wale watu mpaka wanampelekea Yesu bubu amponye, ni kwa sababu ndani yao walikuwa wanamwamini Yesu, walikuwa wanamuheshimu Yesu. Kwa heshima yake walitambua wazi kabisa ana uwezo wa kumponya bubu, wakampelekea bubu. Mafarisayo walipoona Yesu amemponya yule bubu, walitambua heshima ya Yesu inaenda kuongezeka kwenye hili eneo kwa sababu amemponya bubu. Na wao walikuwa hawatamani Yesu apendwe, walikuwa hawatamani Yesu aaminike, walikuwa hawatamani Yesu aheshimike, na ndiyo maana wakaunda maneno ya kumchafua Yesu. Wakaunda maneno, wakaenda kuwaambia wale watu, huyu mtu amemponya bubu sio kwa nguvu za Mungu, ni kwa nguvu za pepo. Huyu ni Beelzebuli, anategemea mkono wa pepo kutoa mapepo mengine, hana uwezo wa Mungu. Kwa tafsiri nyingine, walikuwa wanajaribu kuwaaminisha makutano kwamba Yesu na yeye ni mganga wa kienyeji kama waganga wengine, kuhastahili kupewa heshima ya pekee, naye ni mganga kama waganga wengine. Ndicho alichokuwa wanajaribu kuwapotosha watu. Na yale maneno ya Mafarisayo yalikuwa yanaleta athari kwenye huduma ya Yesu, kwa sababu ilikuwa inatengeneza mpasuko wa watu ambao wanaendelea kumwamini kama kumwamini, na ambao walikuwa wanaamini Mafarisayo wanaona Yesu anachofanya sio sahihi. Nisikilize, ni nini Mafarisayo walikuwa wanatumia kama silaha ya kuchafua heshima ya Yesu? Ni maneno. Wala Mafarisayo walikuwa wapigani na Yesu kwa bunduki, walikuwa wapigani na Yesu kwa silaha ya aina yoyote. Walikuwa wanatumia maneno kumchafua, wanatunga tu uongo, wanamchafua heshima yake. Kama tuko pamoja, kanisa la Mungu. Lakini pia ukitoka kwa Mafarisayo ukija pia kwa wana wa Israeli, Waisraeli na wao pia mara kwa mara walikuwa wakinung'unika jangwani juu ya Haruni kuchaguliwa kuwa kiongozi badala ya Musa, kwa sababu kwenye ile formation ya mfumo wa uongozi wa taifa la Israeli zama zile alikuwa anaanza Musa kwenye uongozi, afu ndio anafuatia Haruni. Na unajua Haruni na Musa wote wawili walichaguliwa na Mungu. Nakumbuka alianza kuitwa Musa kwenye kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 3. Kama wewe ni msomaji wa Biblia, wewe nenda leo kaa na ile Kutoka sura ya 3, jifanyie tu Bible study binafsi, soma ile sura nzima, utaona Mungu anavyomwita Musa kijitini. Na alipomwita Musa, kuna maelekezo alimpa, nenda kalikomboe taifa la Israeli, na akamuonyesha na mtu atakayefanya naye kazi. Alimwambia ni Haruni ndiyo mtu ambaye utafanya naye kazi, na akamwambia hata namna ya kufanya kazi na Haruni. Kwa hiyo inatupa fundisho kwamba Haruni alichaguliwa na Mungu na Musa pia alichaguliwa na Mungu. Ila wana wa Israeli, Musa na Haruni walipoanza kufanya kazi, kilitengenezeka kitu ndani yao cha kumwamini Musa, ila Haruni hawakuwa wengi wanamwamini. Wengi walikuwa wanamuona Haruni kama mtu fulani mwenye vielele anayejisogeza kwa Musa. Kwa mara walikuwa wakinung'unika. Wacha nikupitishe kiundani, tuzame kidogo kimaandiko ili upate picha pana zaidi.
tusome kile kitabu cha Hesabu ile sura ya 17 ule mstari wa 4 hadi wa 10, tupate picha pale. Hesabu 17 mstari wa 4 hadi wa 10. Hesabu sura ya 17 mstari wa 4 hadi wa 10 inasema namna hii: nawe utaziweka katika hema ya kukutania mbele ya huo ushahidi, hapo ni kutanapo pamoja nanyi. Kisha itakuwa mtu huyo nitakayemchagua, fimbo yake itachipuka, nami nitayakomesha kwangu manunguniko ya wana wa Israeli wanungunikayo juu yenu. Basi Musa akawaambia wana wa Israeli, ndipo wakuu wao wote wakampa fimbo moja kwa kila mkuu, kama nyumba za baba zao zilivyokuwa, fimbo 12, na fimbo ya Haruni ilikuwa kati ya fimbo zao. Kisha Musa akaziweka hizo fimbo mbele za Bwana katika hema ya kukutania. Ilikuwa siku ya pili yake, Musa akaingia ndani ya hema ya ushahidi, na tazama, ile fimbo ya Haruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka, imetoa machipukizi na kuchanua maua na kuzaa malozi mabifu. Kisha Musa akazileta nje hizo fimbo zote kutoka hapo mbele za Bwana na kuziweka mbele ya wana wa Israeli wote, nao wakaangalia, na kila mtu akaitoa fimbo yake. Kisha Bwana akamwambia Musa, irudishe fimbo ya Haruni mbele ya ushahidi, ili itunzwe iwe ishara juu ya hawa wana wa maasi, ili uyakomeshe manunguniko yao walioninungunikia, ili wasife. Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu aliye hai. Kandaraboshaka. Sema amen. Sema amen. Biblia inasema Mungu baada ya kuona wana wa Israeli wamekuwa wakimnungunikia Musa mara kwa mara juu ya uchaguzi wa Haruni kuwa kiongozi, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, si wako kabila 12, kila mtu wa kabila moja alete fimbo yake. Kwa kila kabila alichague mtu mmoja, na huyo mtu mmoja alete fimbo. Kozi kakusanywa pale fimbo 12. Afu Mungu akamwambia Musa, ziweke hekaluni. Nyie wote si mnaamini niko hapa hekaluni? Nafikiri walijibu ndiyo. Haya, weka hekaluni. Asubuhi ziache hadi asubuhi. Asubuhi ile fimbo utakayoikuta imechipuka zaidi, huyo mtu ndiye ambaye nitakuwa nimemchagua. Basi wakaweka zile fimbo pale kama Mungu alivyowasemesha, wakaondoka. Asubuhi yake wakakuta fimbo ya Haruni imechipuka zaidi. Ndipo sasa watu wale wakaamini kwamba Haruni amechaguliwa na Mungu. Ila hapo ukiendelea kusoma zaidi utakuta kuna wengine tena walikuja baadaye, wana wa Kora, hawakuamini, waliendelea kupinga. Wapendwa tulioko hapa, kwanza nyuma wana wa Kora walipinga, wakaja wale wa fimbo. Ukiendelea kusoma utaona vipingamizi na vinaendelea mbele kwa mbele. Kwa ajili tu ya nafasi ningekupitisha zaidi, lakini pointi ya msingi nayotaka hapa tupate zaidi ni kwamba hawa wana wa Israeli walikuwa wanatunga maneno ya kumchafua Haruni mara kwa mara ili asiwe kiongozi. Kwa hiyo walikuwa hawajaridhika na uchaguzi wa Haruni kuwa kiongozi. Kwa ile hali yao ya kutokuridhika ilifanya mara kwa mara wamchafue Haruni kwa maneno. Chanzo ambacho huwa kinafanya watu wachafue heshima za wengine kwa njia ya maneno huwa ni roho ya wivu. Roho ya wivu ndiyo chanzo kikubwa ambacho huwa kinafanya watu wawachafue wengine kwa maneno. Hawa wana wa Israeli walikuwa wanamuonea wivu Haruni, ndiyo maana walimchafua kwa maneno ili atolewe kwenye ile nafasi ya uongozi. Lakini pia Mafarisayo walikuwa wanamuonea wivu Yesu, ndiyo maana walikuwa wanamchafua kwa maneno ili aonekane anachokifanya hakina utofauti na cha waganga wa kienyeji, watu wasimwamini. Kwa roho ya wivu inapokuwa ndani ya mtu, uwe na uhakika huyo mtu aliyebeba roho ya wivu atakuundia maneno ya kukuchafua mara kwa mara ili ashushe heshima yako
Si kama tuko pamoja. Narudia tena hii kauli. Mtu akiwa amebeba roho ya wivu dhidi yako wewe, uwe na uhakika mara kwa mara atakuundia maneno ya kukuchafua heshima yako, kwa sababu ndani yake amebeba wivu. Wivu kwa jina jingine unaitwa husuda. Wivu kwa jina jingine unaitwa husuda. Kwa ukikuta mahali wameandika husuda, jua maana yake ni wivu. Sasa wivu na husuda vinamaanisha nini? Wivu na husuda maana yake ni hali ya kutamani maisha au nafasi ya mtu mwingine katika yale aliyonayo. Wivu na husuda ni hali ya kutamani maisha au nafasi ya mtu mwingine katika yale aliyonayo. Wivu au husuda ni hali ya kutamani maisha au nafasi ya mtu mwingine katika yale aliyonayo, ndio inatengeneza wivu au inatengeneza husuda. Vinamaanisha nini? Wivu na husuda maana yake ni hali ya kutamani maisha au nafasi ya mtu mwingine katika yale aliyonayo. Wivu na husuda ni hali ya kutamani maisha au nafasi ya mtu mwingine katika yale aliyonayo. Wivu au husuda ni hali ya kutamani maisha au nafasi ya mtu mwingine katika yale aliyonayo, ndio inatengeneza wivu au inatengeneza husuda ndani yake. Tumeona wote hapa wana wa Israeli walipofika kwenye kiwango cha kumtamani Haruni, walimuonea wivu Haruni, wakamuundia maneno ya husuda, maneno ya wivu ya kuchafua ile nafasi aliyokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu huku ndani kilitengenezeka kitu cha kumuonea wivu. Mafarisayo pia walikuwa wanamuonea Yesu husuda, walikuwa wanamuonea Yesu wivu, na ndio maana wakaunda maneno ya kuchafua heshima yake. Acha nikuonyeshe pia kitabu kingine ambacho Musa alionewa wivu naye akachafuliwa. Kitabu kile cha Hesabu, ile sura ya 12, ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Hesabu ile sura ya 12, ule mstari wa kwanza hadi wa pili, inasema namna hii: kisha Miriam na Haruni wakamnena Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Kwa Biblia inasema kwamba Miriam na Haruni walikaa wakaanza kumsengenya Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa. Wakasema hivi, ina maana Mungu anaongeaga na Musa tu, kwamba sisi Mungu haongei na sisi. Wakamsengenya namna hiyo, kwamba Mungu anaongeaga na Musa tu, sisi haongeagi na sisi. Kwa nini walimsengenya hivyo? Walifika mahala wakamuonea Musa wivu, vile ambavyo Mungu anamtumia zaidi kuliko wao, maana hata nao walikuwa ni watumishi. Wakaanza kuunda maneno ya kumchafua Musa, kwamba anajifanya Mungu anaongea naye kila siku. Wakaanza kuunda maneno. Ndio maana nakueleza, mtu akiwa na wivu dhidi yako, uwe na uhakika hatonyamaza, atakuundia maneno ya kukuchafua heshima yako. Narudia tena hii kauli, mtu akiwa na wivu na wewe hatonyamaza, atakuundia maneno kila wakati ya kuchafua heshima yako. Unaweza ukaolewa na mtu ukoo mmoja, labda huo ukoo una watoto wa kiume 4, mkaolewa pale wa wanawake 4. Kama ikatokea we mmoja kwenye hao wanaume 4, mume wako anakutunza vizuri kuliko wale wengine, uwe na uhakika miongoni mwao kwa ambaye ana wivu atakuinulia vita ya maneno ya kukuchafua heshima yako kwenye hiyo familia. Uwe na uhakika mkiwa mnafanya biashara eneo fulani, ukaonekana una nuru kuliko wengine,
wengine wakikuonea wivu, uwe na uhakika wataunda maneno ya kukuchafua heshima yako mahali hapo. Nakumbuka zamani tukiwa wadogo, kuna mama mmoja alikuwaga anauza visheti. Kipindi hicho tuko primary, miaka hiyo ya zamani. Yule mama aliyekuwa anauza visheti, walikuwa wanauza wamama zaidi ya 4 visheti. Kama unafahamu kisheti kwa jina lingine wengine wanaitaga kalomati au bagia, vile vitu vimekaa kama andazi unapaka na sukari. Ndio mama alikuwa anauza hilo. Sisi tunaita visheti au kalomati. Kuna mama mmoja alikuwa anaweka sukari nyingi zaidi kwenye visheti vyake na mafuta mengi. Kwa watoto, kwa ule udogo wetu kipindi hicho, tulikuwa tunapenda zaidi vile visheti vyenye sukari nyingi na mafuta mengi. Kwa alikuwa ana wateja wengi zaidi kuliko mtu mwingine. Nakumbuka baadhi ya wauzaji wenzake wakaanza kutuita, wanatudanganya kwamba yule mtu visheti vyake anavyovitengeneza huwa anaweka kwanza kwa pani, afu ndiye anavipika. Kwa watu wakaanza kuambiana, msinunue visheti vya yule mama kwa sababu anawekaga kwa pani ndiye anapika. Kwa vina jasho la kwapa lake, ni mchafu. Hadi yale maneno yakawa mengi, yakaanza hadi kutambaa kwa wazazi wa wale wanafunzi. Kwa wazazi wakaanza kuwaambia watoto wao, shuleni usinunue kisheti kwa mama fulani kwa sababu anawekaga kwenye kwapa. Kwa yule mama ghafla ameshikaa, anashangaa wateja wanapungua siku hadi siku. Yeye hajui kwa nini wateja wanapungua. Kumbe nyuma kuna maneno yametengenezwa ya uongo ya kumchafulia heshima ya biashara yake, kwamba yeye anawekaga visheti kwenye kwapa. Watu wa Mungu tulioko hapa, ni maneno gani yameundwa ambayo yameshusha heshima yako? Usiumie tena. Hii semina imekuja na jibu. Mpaka Mungu ameachilia huu ujumbe, ina maana anaenda kukurudishia heshima. Hata Haruni heshima yake iliondolewa. Mungu akasema no, ni mimi ndiye niliyemweka Haruni kwenye hiyo nafasi. Akaja kumtetea. Mungu anapokuweka kwenye nafasi, yanapoinuka maneno ya kukuchafulia heshima ili utolewe kwenye hiyo nafasi, usisumbuke kujitetea, ila ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye huwa anakuja kumpambania yule aliyekuwa amemweka kwenye hiyo nafasi. Na ndio maana Haruni hakujipambania yeye, ila ni Mungu ndiye aliyekuja kumpambania Haruni. Uwe na uhakika hii semina imekuja kwa sababu ni Mungu amekuja kukupambania kwenye hiyo nafasi. Wakati umefika wa Mungu kuwaambia maadui zako, leteni fimbo zenu. Katikati ya fimbo zao itakuja na fimbo yako. Kumbuka Haruni hakupeleka ya kwake, ilipelekwa. Kwa hiyo wewe utahangaika kupeleka fimbo yako, Bwana ataipeleka. Alafu atawaambia subirini asubuhi mapema, watakapoamka kuangalia kama biashara yako imekufa, watakapoamka mapema kuangalia kama ndoa yako imekufa, watakapoamka mapema kuangalia kama uchumba umekufa, watakuta unachanua zaidi ya ulivyokuwa ukichanua jana. Wewe wa jana, wewe wa leo sio wa kesho. Kesho yako ni bora, yenye utukufu. Pokea hiyo neema. Sema amen katika jina la Bwana. Handarabo shakarabashiki. Wacha muda huu tufanye Bible study, ni kuonyeshe mistari kadhaa, mistari mitatu inayoongelea kuhusu wivu. Nilipokuwa naandaa hili somo, kuna mahala nilikutana na mistari ya Biblia 27 inayoongelea kuhusu wivu tu, mistari 27 ya Biblia. Lakini kwa sababu ya muda na nafasi, Roho wa Mungu amenipa mitatu tu kibali nikusemeshe nayo, mitatu tu. Tuanze na ule mstari wa kwanza. Kile kitabu cha Methali, ile sura ya 27 mstari wa 4. Methali sura ya 27 mstari wa 4. Methali sura ya 27 mstari wa 4 inasema namna hii: ghadhabu ni kali na hasira ni gharika, lakini ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Umeona kwamba ghadhabu ni kali, hasira ni gharika. Ni nani anayeweza kusimama mbele ya wivu? Anamaanisha nini?
anamaanisha kwamba wivu ni kizuizi cha kuzuia watu wasisimame. Wivu ni kizuizi cha kuzuia watu wasisimame, na ndio maana anasema ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Mtu yoyote yule akiwa na wivu na wewe, anakuwekea zuio la wewe kusimama. Na ndio maana maneno yote yale yanayozuka ya kuchafua heshima yako lazima huwa yanaweka zuio la wewe kusimama. Si kama tuko pamoja, wana wa Mungu aliye hai. Acha nikupitishe tena kitabu kingine, tufanye Bible study na kitabu kingine, kile cha Kutoka sura ya 20 ule mstari wa 17. Kutoka sura ya 20 ule mstari wa 17. Kutoka 20:17 inasema namna hii: usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Ona Biblia inavyosema usitamani chochote, kwa sababu kumbuka, wivu unaambatana na kutamani. Huwezi kumuonea mtu wivu kama hujamtamani. Kwa hiyo Biblia inatuonya tusitamani. Kwa lugha nyingine ni kwamba wivu ni dhambi. Wivu ni dhambi. Ujue kuna aina mbili za wivu. Kuna wivu mtakatifu na kuna wivu mchafu. Wivu mchafu ni dhambi. Wivu mtakatifu ni ule alionao Mungu. Biblia kumbuka inatuambia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 1 hadi wa 4 kwamba Mungu ni Bwana Mungu mwenye wivu. Kutoka 20:1 hadi 4. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kwa Mungu ana wivu mtakatifu. Lakini pia kuna wivu wa maendeleo ambao unatamani tu kuwa na maendeleo bila kutamani watu wengine. Ni wewe tu ndani yako kuna lile tamanio la unatamani uwe na maendeleo. Huo ni wivu wa mtakatifu. Lakini pia kuna ile mtu unatamani upate, yani unamuona mtu mwingine anavyosali, unapata wivu wa kutamani na wewe uwe unasali bila kumuonea ubaya yule mtu, bila kumtungia maneno ya uongo, ila tu umemuona anavyosali, ukasikia wivu na wewe ukashawishika kuanza kusali, au ukashawishika kuanza kitu fulani pasipo hila wala uchonganishi. Huo ni wivu mtakatifu. Ila wivu mchafu na wa dhambi ndio huu tunaojifunza hapa. Wivu wa kutamani mtu mpaka unamundia maneno ya kumshushia heshima, na wengine mnaenda mbali zaidi mpaka unaloga ili heshima ya mtu ipotee, unaloga ili nafasi ya mtu iharibiwe. Tuangalie kitabu kingine cha Yakobo sura ile ya 3 mstari wa 16. Yakobo sura ya 3 mstari wa 16, na yenyewe ina maneno mazuri sana. Yakobo 3:16 inasema namna hii: maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Umeona Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Kwa hiyo palipo na wivu na ugomvi, Biblia inasema pamebeba machafuko ndani yake. Kwa ukikuta sehemu ina machafuko, jua yanatokana na wivu na ugomvi uliopo kwenye hilo eneo. Si kama tuko pamoja, kanisa la Mungu aliye hai. Na ndio maana kuna watu wamekuwa wakigombana na wengine mara kwa mara kwa sababu ya wivu walio nao. Wengine maisha yao yameandamwa na machafuko, na wengine mnasingizia mna roho ya kukataliwa. Kumbe ni kwa sababu ya wivu ulionao. Ukiwa na wivu utagombana na watu kila mara. Ukiwa eneo lenye lina wivu, watu kuoneana wivu, huwa halina amani. Ni eneo ambalo lina machafuko. Weka angalia hata watu wanaokaa nyumba za kupangisha, zile nyumba ambazo zinakusanya wapangaji wengi kwa pamoja. Pakiwa pana kitu cha kuoneana wivu, utakuta hamna amani kwenye hizo nyumba. Amani huwa haipo. Nakuta nyumba hii na nyumba ile hawasalimiani. Nyumba hii na nyumba ile hawasemeshani kwa sababu ya wivu na machafuko. Watu wa Mungu aliye hai, na kurudia tena kukuuliza hili swali: ni maneno gani yaliinuka yamechafua heshima yako? Ni maneno gani yameinuka yakachafua heshima yako? Narudia tena hili swali. Ni swali muhimu sana ambalo ndani yake limebeba hatima ya maisha yako. Ni maneno gani yaliinuka yakachafua heshima yako? Leo